Hujambo na karibu mtazamaji katika kuangazia historia na hekaya za mashujaa wetu, na leo tunakuletea simulizi ya kusisimua ya Malkia wa Nyuki kutokea upande wa kaskazini ya kati katika mkoa wa Singida nchini Tanzania. Mwongozaji wa simulizi hii si mwingine, mimi ni Herbert Peter, na karibu. Na Afrika, mashujaa wetu wa Tanzania na Afrika. Unaposikia jina la Liti, bila shaka moja kwa moja unajielekeza katika dimba la soka lililopo katika manispaa ya Singida mjini. Ni uwanja maarufu wa mchezo wa soka ambao mara nyingi umekuwa ukitumiwa na timu mwenyeji, ambapo kwa zamani walijulikana kama Singida Big Stars na kwa sasa ni Singida Black Stars. Lakini ulishawahi kuwaza ama kujiuliza undani wa jina hili na kwa nini limetumika kuwa jina la uwanja huo? Na kwa kuanza, wacha nikufahamishe tu kuwa jina la Liti ni moja kati ya jina kubwa na lenye historia adhimu na yenye kuvutia, hasa unapokumbuka madhira waliowahi kukutana nao wazee wetu katika kipindi cha utawala wa kikoloni wa Mjerumani pamoja na Mwingereza. Liti Kidanka ni jina ambalo pengine ni geni sana kwa kizazi na jamii nyingi za Kitanzania, lakini jina hili limebeba historia na kumbukumbu kubwa katika historia ya Tanganyika na utawala wa kikoloni barani Afrika. Jina la mwanamke huyu shujaa aliyewaongoza kabila la Wanyaturu katika mapambano dhidi ya utawala wa Kijerumani. Liti Kidanka alizaliwa mnamo mwaka 1860 katika kijiji cha Unyang'ombe, Sokotule, Ilongero. Aliolewa na Nyalandu Mtinangi wa ukoo wa Lundi katika kijiji cha Matumbo, kitongoji cha Mikuyu, kata ya Makulo, wilayani Singida kijijini. Wazazi wake walikuwa waganga wa tiba asilia, Kidanka, Jilu Msasu na Sita Mngenyi. Liti naye alirithi uganga huo toka kwa wazazi wake, japokuwa watu wengi walidhani kuwa Liti alikuwa mchawi. Ushujaa wake ulijitokeza zaidi katika ukoo mdogo wa Lundi alikoolewa, wakati alipotumia nyuki kama silaha ya kudhoofisha nguvu za maadui wake na kuwasambaratisha walipojaribu kumkaribia. Maadui wake walikuwa ni wakoloni wa Kijerumani wakishirikiana na vibaraka wao wa ukoo wa Unyanchoka ukiongozwa na Igwe Yunga kumkabili mwanamama huyo. Mwaka 1901 vikosi vya kijeshi vya Kijerumani vilifika katika eneo la Liti Kidanka wakati vikitaka kutanua mamlaka yake ya kikoloni. Liti aliwahamasisha watu wake kupinga utawala wa Kijerumani. Wajerumani waliposikia habari za upinzani huo walianza kumsaka. Liti alianza kuhamasisha kikundi chake na kuanza mikakati ya kukabiliana na silaha za kisasa za Wajerumani. Kwa sababu hiyo aliitwa Malkia wa Nyuki kulingana na mapokeo ya mdomoni. Liti Kidanka alikuwa akiita nyuki ili kuvichanganya na kuvisambaratisha vikosi vya Wajerumani, kisha wapiganaji wa eneo hilo kuwashambulia. Mapambano hayo yalichukua miaka mitatu kati ya mwaka 1908 na mwaka 1910. Kibaraka wa koloni Igwe alitafuta nguvu za ziada za kukabiliana na Liti alipoleta jeshi la Kijerumani kutoka Kilimatinde wilayani Manyoni baada ya wao kushindwa. Katika pambano hilo la mara ya pili kati ya Wajerumani, Wanyanchoka na kikosi cha Liti, askari wa Kijerumani aliyejulikana kwa jina moja la Saus aliuawa kwa kuchomwa mkuki na mume wake shujaa huyo, Nyalandu Mtinangi, mnamo mwaka 1909 katika mapambano mazito baina ya vikosi vya kijeshi vya Kijerumani na vikundi vya kijadi vya Liti na mume wake Nyalandu Mtinangi. Pamoja na kwamba vikosi vya kijeshi vya Kijerumani vilijulikana kuwa hatari zaidi, jambo ambalo pia lilipelekea hofu kubwa
katika jamii nyingi za pwani ya Afrika Mashariki. Lakini ubabe na ushujaa wa mwanamke huyu Liti Kidanka ulikuwa tishio zaidi kwa Wajerumani na hata jamii za Kilimatinde na ukanda wote wa kaskazini mwa mkoa wa Singida. Historia inaeleza kuwa miongoni mwa mambo mazito ya kustaajabisha kutoka kwa mwanamke huyu ni uwezo wake wa kupambana na majeshi ya kikoloni kwa kutumia zaidi nyuki na zana nyingine za asili za kivita kama silaha muhimu za kivita na mapambano dhidi ya utawala wa kikoloni. Liti Kidanka alikuwa na uwezo wa kutabiria watu mambo mbalimbali yajayo na yanayotokea, kama vile alivyosema. Hata hivyo, wakoloni wa Kijerumani, hali hiyo kwao iliwapa wakati mgumu zaidi namna ya kumkabili, ili hali huku mbinu zao zote zilikuwa tayari zimekwisha kudhihirika kwake. Liti alichukizwa sana na utawala wa Kijerumani. Hali hii ilimwongezea hasira na uhodari wa kujiimarisha zaidi katika himaya yake pamoja na kundi lake la wapiganaji. Inaelezwa kuwa Wajerumani walipanga mbinu nyingi za namna ya kumuua mwanamke huyu, lakini haikuweza kuwa rahisi kumfikia kutokana na uhodari wake na kutumia nyuki akiwa katika uwanja wa mapambano, jambo lililopelekea kusambaratishwa kwa majeshi ya Kijerumani na kukosa mwelekeo pindi tu mapambano yakiendelea kulindima. Utisho na uhodari aliokuwa nao Liti Kidanka katika mapambano ulimtengenezea maadui wengi kutoka ndani ya utawala wa Kijerumani na baadhi ya koo kutoka katika jamii yake ambazo zilitumika kama vibaraka wa kikoloni. Liti alipambana na maadui hao mara mbili na kuwashinda. Safari ya tatu mnamo mwaka 1910 hakuweza kufanikiwa kuwashinda. Katika ngano na nyimbo za wenyeji inasemekana kuwa nguvu ya Liti juu ya nyuki zilisambaratishwa na mtoa taarifa ambaye alikuwa rafiki yake wa karibu baada ya kumfanyia kitendo cha usaliti. Aidha, baada ya usaliti huo, Liti Kidanka alivamiwa na kukamatwa, yeye pamoja na mume wake, na baadaye kuuliwa kinyama na Wajerumani nyumbani kwake, na kisha kuondoka na kichwa chake pamoja na mume wake katika kijiji cha Matumbo, kitongoji cha Mikuyu, Singida vijijini. Umaarufu wa Liti ulitokana na ujasiri wake aliokuwa nao akiwa mwanamke, ni kutumia nyuki kama silaha yake ya kuwashambulia maadui zake, huku akisaidiwa na wafuasi wake ambao walikuwa ni mume wake Nyalandu pamoja na shemeji yake Hangolinja, wakitumia mikuki na mishale. Mwanamke huyu aliongoza mapambano yeye mwenyewe kwa kutoa amri kwa washirika wake kushambulia au kusitisha mapigano katika eneo la vita. Katika hadithi na ngano, Liti Kidanka anakumbukwa kuwa mwanamke shujaa na jasiri aliyepambana na kupingana na utawala wa Kijerumani, lakini pia ni miongoni mwa mashujaa wachache kutoka katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Kwa wakati huo, mafuvu ya vichwa vyao yalichukuliwa na Wajerumani kama sehemu ya kumbukumbu ya mashujaa wa babe waliowahi kukutana nao kipindi cha utawala wao. Mtazamaji, bila shaka utakuwa umejifunza mengi kupitia makala haya, namna ambavyo wazee wetu walivyojitoa kimasomaso katika kupigania uhuru na kupambana na utawala wa Kijerumani pamoja na dhuluma dhidi ya Waafrika. Hadi kufikia hapa tunafikia tamati ya makala haya. Nikutakie siku njema na kwa heri. Oh, mashujaa wetu. Oh, mashujaa wetu. Mashujaa wetu.